Mimi naomba nirudishe nyuma kidogo. Unajua sisi tumelalia upande mmoja sana tunazungumza kuhusu swala majimbo. Majimbo. Kuna watu wamekataa kwamba wanasema hapana. Kwa mfano wanasema huu upasuaji wa majimbo ni kuongeza ukubwa wa serikali na kuongeza gharama za uendeshaji kwa ajili ya kukidhi tu political influence. Tena akaonyesha hapa hasira kubwa mno kwamba hii kitu haiko sawa. Lakini sasa kwa nini tusimtafute watu wadau wenyewe wa siasa? Ametusikiza Abdul Nondo, anataka kusema mambo matatu na yeye hapa kutoka ACT Wazalendo. Halo. Habari asubuhi bwana. Salama, namshukuru Mungu. Pole na majukumu na hongereni kwa kazi. Bwana, hebu jitambulishe na kusikiliza hapa kwa nafasi na jina. Ndio. Asante. Mimi naitwa Abdul Omar Nondo, mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo Taifa. Naam. Bwana Nondo, kama ulivyotusikia hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hii zoezi linaloendelea sasa la kupasua majimbo. Tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu kabisa. Nadhani tungependa kusikia mtazamo wako wewe kama ni wako au ni wa ACT kwenye hili. Nadhani na waguseni moja kwa moja kwa kwenye ndio wadau wenyewe wa siasa moja kwa moja. Unalipi la kusema Nondo? Asante, nashukuru sana. Mchakato wa upasuaji na ugawaji wa majimbo ni jambo zuri. Jambo jema sana kwa sababu inasaidia katika kurahisisha uwakilishi, yani uwiano mzuri wa uwakilishi na utatuzi wa changamoto za wananchi na kufikia wananchi. Lakini ni kwa mujibu wa katiba ibara 74 ibara ndogo ya 6 C na ibara 75 ibara ndogo ya 4 tume ya uchaguzi imepewa mamlaka ya kugawa majimbo. Lakini nitahadharisha kitu kimoja muhimu sana katika ugawaji wa majimbo. Ukiangalia vigezo ambavyo vimetolewa na tume ya uchaguzi ni vigezo kama 6, vipo kadhaa vigezo. Unaangalia idadi ya watu wa vijijini, idadi ya watu ndani ya jimbo inatakiwa iwe kama watu 400,000 na mjini idadi ya watu inapaswa iwe kama 500,000. Lakini hali ya umaskini ya jimbo na vigezo vingine. Sasa miaka yote kumekuwa kukifanyika ugawaji wa majimbo kwa kuangalia kwa kuegemea kwenye muktadha wa kisiasa. Yani tunataka tukate jimbo fulani na yeye apate kugombea. Hiyo tunaita gerrymandering. Gerrymandering, unakata jimbo bila kufuata vigezo kwa sababu unataka fulani apate kasehemu ka kugombea. Nitoe maoni yangu kwamba si mfumo mzuri wa ugawaji wa majimbo. Kuna maeneo ambayo yanapaswa yaangaliwe katika ugawaji wa majimbo na yamekuwa ni makubwa sana na hayajagaiwa mpaka sasa hivi. Na kuna maeneo ambayo yamekuwa hayana hiyo idadi ya watu 400,000, 500,000, lakini yana vigezo vingine kama vigezo vya umaskini. Hayo maeneo hayagawiwi. Sasa mimi ushauri wangu ni vigezo vya ugawaji viangalie hali halisi na vigezo halisi vya eneo husika. Kama sio idadi ya watu, basi tuangalie umaskini wa ile eneo. Mfano sisi Kigoma, Kigoma kuna majimbo tuna majimbo 8 ambao tunayo. Lakini katika haya majimbo ambayo tunayo Kigoma, majimbo 3 ni majimbo ambayo yanapaswa yagawiwe. Na kumekuwa na mapendekezo muda mrefu hayo majimbo yagawiwe kwa sababu yana sifa. Mfano jimbo la Kigoma Kusini ambalo ni jimbo la kijijini lina takriban watu 450,853 mpaka sasa halijagawiwa. Tunashauri tume waliangalia hilo jimbo. Jimbo la Kasulu vijijini lina takriban watu 537,767 mpaka sasa halijagawiwa, na mara nyingi tumekuwa tukipeleka mapendekezo tume waigawe. Jimbo la Kigoma mjini kuna ukanda wa Ujiji, watu wa Ujiji wamekuwa wakipeleka mapendekezo tume kwamba jimbo la Kigoma mjini ligawiwe litoke jimbo la Ujiji. Sasa Nondo, Abdul, kuna majimbo. Nisikilize Abdul Nondo. Hebu tulia kidogo, tunapata matangazo hapa ya biashara kwa dakika moja, alafu narejea kwako. Lakini na wakati unarejea kwako nikukumbusha Kigoma mjini inaenda kupasuliwa na kwa Ujiji.
Asante. Imetajwa hiyo, kaa nayo kwanza tunarejea kwako. Kurasa za magazeti.